Marhum Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, mama yetu Mama Maifu na kundi lake ambalo wamekuja nalo kutoka Tanga, wakina mama kutoka Tanga, na pia tu mudir wa Madaris Shamsia Sheikh Muhammad Khatib Kigoda, tunamtaja kipekee kwa sababu ana siku zaidi ya 10 yuko hapa kwa ajili ya kungojea hafla hii, na ndugu yangu Sheikh Yusuf Hussein Subki, memsahau sana mkumtaja, yani mtaje mwenyewe na mwenyekiti mshatajwa sana, wanafunzi, walimu na wageni wetu wote waalikwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengi yamekishazungumzwa na viongozi wetu waliotangulia, katibu Sheikh Swedi na wengine, na nyadhi zimekishazungumzwa na zimetolewa na Sheikh Yusuf Kidago pamoja na Sheikh Samir kutoka Shamsi al-Maarif, lakini na mwenyeji wetu na mgeni wetu Said al-Doktor Alwi ibn Hamid ibn Muhammad bin Shahabuddin kutoka Tarim kule Yemen, na Sheikh Jongo naye kazungumza kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania na kwa niaba ya Baraza la Ulama na kwa niaba ya mashekhe wote kwa ujumla. Naomba mtuwie radhi, nilikuwa napenda kila mmoja angesimama akazungumza japo kwa kutoa salamu, lakini muda hautoshi tena. Nichukue nafasi hii kuwahimiza kwamba makusudio yetu katika baraza ni kuleta mabadiliko, na ndio maana mmesomewa hapa baadhi ya mambo na Ustadh Taib Swed juu ya taratibu za Dar al-Maarif na ni kwa nini tumeanzisha Dar al-Maarif, na mabadiliko mnayaona. Fama ra'in kama sami, huwezi kulinganisha mwenye kuona na yule anayesikia. Aliona kaona, asiyetaka ni yeye mwenyewe. Si lazima watu wote watake, na sisi pia tuna lazima watu wote watake. Anataka haya, asiyetaka si basi. Qad tunkiru al-aynu law ash-shams min ramad wa yunkiru al-famu ta'am al-ma'i min saqam. Muhammad bin Said al-Busiri yuko kule Alexandria, ukienda utamkuta kule, atuambia namna hiyo. Mwingine jua anataka karusha mchana kwa sababu jicho lake bovu. Kwa hiyo mambo ndio haya ambayo tunafanya, na ndio makusudio yetu kufanya mambo kama haya. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Ni mambo ya kwangu kuzungumza na yakatisha yote, hana faida tena kwa wakati tulikuwa nao. Huu ni wakati wa mgeni rasmi sasa azungumze. Al-Habib, rafiki yangu, penzi wangu, Said Hamad Chanje, kwa niaba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aje amsemee maneno yake yaliyotumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Falyatafadhal mashkura maajura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو آدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله
حتى أتاه اليقين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة، Mheshimiwa Samahat Mufti wa Tanzania Abubakar Zubeir, Sheikh Hamid Masud Jongo, Sheikh Ali Hamis, lakini sisahau Sharif Al-Alawi bin Hamid bin Muhammad kutoka kule Yemen. Mufti kule kwetu sisi tunamwita Alawi. Alawi. Mashekhe zangu wote mliopo, baraza kuu, lakini mashekhe wa mkoa, wa wilaya, wa kata, walimu na wanafunzi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti, leo nimeishiwa maneno, nafika mahali napata kigugumizi, maana yake kuongea mbele ya maulama, ingawa nimetumwa, lakini nako pia kwa takamoyo. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu Rahim kwa nafasi hii, lakini kushukuru sana Mufti kwa kuridhia. Manake nimesimama leo na kukalia kiti kile kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tena nami Mufti, leo nitaandika historia kwamba ni siku ya pili sasa, leo tarehe 2 mwezi wa 8, nimesimama kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sio jambo dogo hilo, kwa sababu wapo wengi, akasema wewe ndio utaniwakilisha, na ile barua nitaitunza Mufti kuwa nayo. Na kusudia kusema kwamba nipo mbele yenu, ndugu yenu, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Yani chukulieni na muone kana kwamba yuko yeye Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, kwani yeye amenielekeza zungumza hiki na upokee hili na lile, na nikasema risala baadaye ile nikabidhiwe hapa ili niende kuisubmit kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumpongeza Dr. Mwigulu Nchemba kwa kunipa fursa hii ya kumwakilisha, nirudi tena kwenu tena kwa pamoja kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni jemedari wetu. Walio wengi duniani wanamjua na wanamuelewa vizuri sana. Inawezekana kwa bahati mbaya wachache ndani yetu ndio hawajamuelewa. Nimshukuru sana Sheikh Jongo, ameiweka wazi kabisa, hakuwa na kigugumizi cha maneno. Kwani Mtume Muhammad iko siku amesema, manil ladhi ahaba an-nas ila Allah, ni nani anayependelewa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu? Akasema ahaba an-nas ila Allah alladhi yanfa'u nas, anayependelewa zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni yule anayewafaa watu, fi ilmihi, kwa elimu yake, wa fi mulkihi, labda kwa ufalme wake au cheo chake, wa fi malihi, na uwezo wake, yani mali yake. Sasa yuko kama Dr. Samia ambaye anatufaa sisi. Leo ukiangalia barabara zote hapa ziko kwenye harakati ya ujenzi. Ukiangalia ufaulu, yani matokeo ya wanafunzi, ni tofauti kabisa na miaka iliyopita.
Sheikh Jongo, Sheikh Hamis amezungumza, si Sheikh Yusuf nadhani, kuhusu kituo kile cha hospitali ya Jakaya Kikwete ambayo inafanyiwa upasuaji wa moyo sasa hivi. Hivi tunavyosema, nchi zilizotuzunguka SADC, unajua wanakuja hapa kwanza, ndo baadaye kama kuna ishu ngumu ndo wanasafirishwa nje. Lakini leo Komoro, Zambia, Burundi, Msumbiji wanakuja hapa. Tena tuna data kabisa za kitalii, utalii wa matibabu, ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Haikuweko, na ile haikuja kwa bahati mbaya, lakini kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan yupo kwa manufaa ya watu. Khairun nas yanfa'un nas, mbora wa watu ni anayewafaa watu, naye anatufaa. Siku moja nilikaa na mwalimu wangu, nitawatajia baadaye mwalimu wangu nani, akawa ananiambia, hivi watu kwani wanamjua Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba hata jina lake ni la manufaa kwetu? Watu wa lugha mpo, yule ni Samia Suluhu Hassan. Kuna kitu tu kimeondolewa pale, nadhani wataalamu wenyewe mnasema ni mahdhufi, ni inna Samia Suluhu Hassan. Inna harfu taukidi wa nasib, si ndio jamani? Yansib al-ismu wa yarfa khabar, si ndivyo lilivyo hilo jina? Inna Samia Suluhu Hassan. Samia ni mubtada, Suluhu Hassan khabari yake. Nini maana yake? Kwamba kwa hakika Daktari Samia Suluhu Hassan anasikiliza changamoto na kadhia za watu wake, akazipatia suluhu iliyo njema. Sio kwamba imekuja tu ile. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa anaibisha kwa wivu wake, abishe tu. Tuna haki na wajibu wa kumwombea dua, na ukimwombea dua Daktari Samia Suluhu Hassan, unaombea dua nchi yako. Mtu kama ana wivu wake, ana mambo yake, ni yeye tu, lakini ukimwombea dua yeye, basi umeombea dua nchi yako. Na ni wajibu kuombea dua nchi yetu, ni wajibu kuombea dua viongozi wetu. Sawa jamani? Sitoi mawaidha, natuma salamu nilizopewa na Daktari Mwigulu Nchemba. Lakini tumshukuru na tumpongeze sana mbeba maono wa jumuiya yetu ya Kiislamu, Daktari Abubakar Zubeir. Huyu ndo mbeba maono wetu. Sio tu kwamba leo nimesikia ile risala, hapana. Sisi tunafuatilia kwa sababu huyu mimi ni mwalimu wangu. Tunafuatilia. He is very creative. Ni mbunifu sana. Leo shule hii ya kufundisha maarifa ya dini ya Kiislamu haikuwepo, ujio wake imeanza kuwepo. Sawa. Na faida yake mnaiona. Tumwombee dua. Tena ni wajibu kwetu. Ni maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sana alaikum ma'rufa fakafiuhu, aliyekufanyieni jambo jema mlipeni mithili ya wema aliokufanyieni. Fa in lam tajid fad'u la, kama hamwezi muombeeni dua. Tumwombee dua. Mwenyezi Mungu ambariki sana mufti wetu, ampe umri mrefu, aendelee kutuongoza na kumpa maono chanya ya kusaidia jumuiya yetu na nchi yetu kwa jumla. Huyo ndo Daktari Zubeir Alimbwana. Wako wanasema, lakini ndo ulimwengu. Ukiona watu wanakuzungumza vyovyote, positive or negative, you have something kabisa.
Leo ukiona wewe usemi lolote, ujue huyu mtihani. Yaani upewe nafasi ya uongozi halafu usisemwe, huo mtihani. Nami nikutie moyo Mheshimiwa Zuberi na viongozi wetu wa serikali. Ndo kawaida wahenga kule kwetu wanasema mwenda hidimani ndiye mkosa. Hidma ni kazi, yaani yule anayefanya kazi ndiyo hukosolewa. Kwa mfano, leo kenda msikitini, mtu ambaye Ijumaa 3 hajaswali hapa, inawezekana moyo wake ukaekwa doa, si ndio? Ukawa na doa jeusi kwamba Ijumaa 3 hujaswali, huna udhuru wowote. Asiyetoa sadaka huyo basi mali yake muflis, hata kama unamuona nayo. Si unaweza kuambiwa hivyo kwenye hotuba zetu? Lakini wewe unasema ambaye hakuja Ijumaa 3 mfululizo, mimi nipo na hii ni Ijumaa tangu nizaliwe sijawahi kukosa. Sasa unakosolewa wewe kwa sababu upo, umekuja. Sijui mnanielewa? Au vijana ni wa mpira, napeleka kwenye mpira. Make mpira unaweza kusema pale Chama alikuwa atoe pasi pale badala ya kushuti, asingekosa leo. Wewe umekaa kwenye screen unaangalia tu, feni linakupepea, mwenzako anavuja jasho mle. Leo kwa sababu yeye ndo yuko hidimani, anafanya kazi, ndio anakosolewa. Kwa hiyo nikwambie Sheikh, wewe watu kukosoa ufanye kwa sababu unafanya kazi nzuri. Ndio maana yakatokea hayo. Hawezi kukosolewa mtu ambaye amelala kwenye kitanda tu Na saa zangu fupi, tumeingia katika uwanja wa taaluma kujifunza. Unapojifunza kuna mambo mengi yanakuzunguka, na leo ulimwengu umehamia kwenye mitandao. Hata kusoma naamini mnaelewa zaidi kiangalia social media kuliko mwalimu kukaa pale kwa muda mrefu, au akupe kwa ufupi tu afu akufungulie clip, hapo utaelewa vizuri zaidi. Ninachoomba tuendeni kuitumia vizuri mitandao yetu positively. Kuna vitabu mbalimbali vya kujifunza kupitia mitandao. Hebu tujifunzeni hayo, na wito huu sio kwa wanafunzi nyinyi tu, wanafunzi wote Tanzania. Tumieni mitandao vizuri. Vijana wote Tanzania, tumieni mitandao kupata ajira na kuongeza kipato. Kweli ukitumia vizuri, tunao wataalamu wetu wa kuelekeza sisi, utakuwa ni ajira yako. Sizo ajira zile ambazo tunaziona kupitia kwenye mitandao, za kuvunja ndoa za watu, za kuvunja heshima za watu, za kuvunja ulwa wa watu. Tumeshuhudia hapa leo, tumeshuhudia. Yaani mtu amejiajiri mwenyewe tu kwenye mitandao, anatafuta mtu kumvunjia heshima yake, anamvua nguo mtu bila kujali ni baba wa watu, ni kiongozi wa watu, ni mme wa mtu, au ni mke wa mtu, au ni mama wa mtu, bila kujali. Haishafika mahali tu mtu anamchafua mtu mwanzo mwisho, naye anajisikia fahari. Na bahati mbaya wengine ni ndugu zetu katika imani, ni Waislamu ambao wanafanya hivyo, ni Watanzania wenye maadili na silka zao na desturi na mila zao, ndio wanafanya hivyo. Siku moja nimeona mahali wasema Sheikh kafanya 1 2 3. Sheikh, sasa na wewe ndugu yangu Muislamu unachukua tu kwamba imamu kafanya hivi, Sheikh kafanya hivi. Ni binadamu na yeye. Kama ni kweli sawa, kama si kweli, kama ni kweli sawa, na kama si kweli sawa, utakuwa umemzulia kama sio kweli. Na kama ni kweli umemsema mahali sipo, umemsengenya mahali sipo, au umemdhania. Na Allah ametuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanna inna ba'dha dhanna ithm. Sasa wewe unaenda kumdhania mtu hivi hivi,
Kwanza kuna haja gani ya kwenda kupelelezana, kupekuana? Hiyo haya inaendeleaje? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dha min ba'd, wala msipekuane, msipelelezane. Hivi mmoja wenu yuko tayari kula nyama ya ndugu yake maiti? Basi mmekatazwa kula. Mtu sikunyofua hivi, ile kumsengenya unamla mwenzio, kumzulia unamla mwenzio, kumdhania unamla mwenzio. Sisi hivyo, sisi kwa sisi, mtihani mkubwa. Leo kuna watu wamejiajiri eti wana maabara. Mufti niliona siku moja kwenye klipu ikawa anacheka, kaitwa baba, kaitwa na mama, baadaye huko kaitwa na mtoto, eti ndio pale anatengeneza ndoa huyo. Sijui wanaita maabara za ndoa, sijui maabara za nini. Hamjawahi kuona hapa duniani? Kuna maabara fulani hivi wanaanza kusema, wanasema yale maovu ya mtu mwanzo mwisho. Tusichafuane. Kisema kwamba huyu shekhe hivyo, imam, ulama, na yeye ni binadamu. Kwani daktari hagonjwi? Daktari haumwi? Tumeshuhudia, unaenda daktari kumuona tu $100. Siku nyingine unakwenda, tangia juzi kapata homa, yule jino linamuuma. Yesu ndo daktari bingwa. Kwa sababu gani? Ubinadamu. Kwa hiyo hata yakitokea tuvumiliane na tusishadidie maovu. Na hii inatokana kwa sababu hatupendani. Ndugu zangu katika imani, naomba tupendane, tushikamane, tuvumiliane, wote tuwe kitu kimoja, wote tuwe wamoja, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sasa shetani gani huyo? Adui gani huyo ambaye ametuingia? Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kadiri pasavyo mnavyoweza, na msije kufa, msife ila mmeshakuwa nani? Wanyenyekevu, Waislamu. Na msifarikiane, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu, msifarikiane. Leo kwa sababu ya kukosa mapenzi tunatiana aibu sisi kwa sisi, tunatafunana sisi kwa sisi, tunakulana sisi kwa sisi, kwa sababu ya kukosa mapenzi. Kwa sababu ya kukosa mapenzi. Tupendane Waislamu. Tumswalie Bwana Mtume, aswaliwe Bwana Mtume. Tupendane, tushikamane, na wala tusifike mahali tukasema hawa ni vijana wa sasa, hawa ni watu wa leo, wale walofanya yale yasiyofaa kupoteza amani yetu. Mtu anasema ni vijana hawa sasa, watu wa leo hawa. Hapana, hakuna mtoto hata mmoja anaitwa, wote waliokuja kusoma hakuna anaitwa Muhammad sasa, Ali sasa, Juma sasa. Muhammad Ali, Muhammad Hamisi, Ahmad Hassan, si ndio? Imam Shafi karne hizo alisema, aibu zamanina wal aibu fina wama zamanina aiba siwana la yaakulu dhi'bu lahma akhihi dhi'ba walakinna akulana ba'da min ba'dina. Tusizitie zama aibu, tunazitia zama aibu wakati wenye aibu ni sisi, na hazikuwa zama zenye aibu, bali wenye aibu ni sisi. Kwa nini? Haikuwahi kutokea mbwa mwitu kula nyama ya mbwa mwitu mwenziwe, lakini leo sisi tunakula na sisi kwa sisi. Hapa leo uwanja huu ni mdogo sana, usingetosha huu. Eti tuntu ana madhehebi fulani, sijui nani. Wewe lakini unatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kama unatamka hivyo, kitu gani kilichokufanya eti leo BAKWATA wana shughuli, mimi madhehebi fulani hapa nifai, mimi nani siende Shetani gani huyo ameingia? Shetani gani huyo ameingia? Ndugu zangu katika imani, tupendane, tushikamane, tuwe kitu kimoja, na mpende viongozi wenu, muombee dua viongozi wenu.
Lakini jengine ni vyema tukirimiane, tupeane tulionayo ya kheri, na tulindane penye shari, tupeane. Na ni muhimu sana kuzingatia nani unamkirimu, muhimu sana. Alikuweko mshairi mmoja anasema, idha anta akramta karima malakta, unapomkirimu mtu mwema, basi huyo umemheshimisha na atakuheshimu. Wengine wasema umemtawala, hapana, umemheshimisha na atakuheshimu. wa in anta akramta laiman tamarrada, lakini ukinkirimu mtu mbaya mkorofi, huyo atakurudia tu. Wewe angalia hapa duniani, kuna watu walitolewa ndani wakafatwa walikokuwa, mwisho wa siku baada ya kukirimiwa hilo wakalipwa na fedha za matibabu. Na mimi nazijua, nilikuwa wizara ya fedha wakati huo, nazijua. Wamepewa za safari na waliowahudumia. Tamarrada, wamerudi, wamemrejea. Mifano ipo mingi. Kwa hiyo tuwe na hadhari pia katika kufanya ikram zetu. Kimkirimu mtu ambaye ni muungwana, basi huyo umemheshimisha na atakuheshimu. Lakini laim, lazima tu atakurejea. Hamjui yule, mimi ndo namjua, amefanya hivyo. Umeyapata wapi? Masala ya elimu. Mufti, tunakushukuru sana kwa taasisi hii. Wito wetu kwa walimu, tutanue wigo wa mitaala wetu. Nimeona ile strategy ambayo imesoma, tutanue wigo wa mtaala wetu, wapate elimu hii, lakini wapate na elimu ya dunia pia. Najua hilo lipo, naweka mkazo, kwa sababu hata sisi tukiomba dua tunasema Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Lakini kama sisahau pia suratul Qasas, Mwenyezi Mungu anasema wabtaghu fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsana Allah ilaika, si ndio? Tafuteni katika rehema zile neema zilizokupeni Mwenyezi Mungu, tafuteni nyumba ya akhera, lakini msisahau dunia yenu. Kwa hiyo tutanue wigo, vijana wawe na kazi za amali, tuwafundishe kazi za mikono. Mtu ana maarifa yake mazuri, lakini ana kidau cha kusafiria, manake ana kazi yake ya mkono ambayo anaweza kufanya maisha yakaenda. Lakini jengine, bali msemo mnaenda kufundisha lugha za Kichina, Kiingereza, Kireno, Kihispania, Kirusi na kingine, wafundisheni translation. Yani kwa sababu iko discipline maalum ya tafsiri. Nasema hivi, kule SADC Kiswahili wakati huo kilikuwa hakijapanda, lakini miaka hii ya Mama Samia Kiswahili kipo kimataifa, international. SADC tunatakiwa kuwa na vijana ambao wamesoma translation, Arabic Kiswahili, English Kiswahili, Kireno Kiswahili. Kwa bahati mbaya sana wanakuwa wageni, tunatamani tuwaone ndugu zetu. Na Amilo Mufti ameliandikia vizuri na litafanywa kazi. Leo tuna cabinet crew, tunataka wataalamu ambao wanaweza kuongea Kiarabu vizuri, Kirusi vizuri, na hii ni kwa sababu kwa yale maono mapana Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumetanua wigo. Ndege yetu ya ATCL leo inatoka Tanzania moja kwa moja mpaka Yemen, inatoka moja kwa moja mpaka Urusi. Hivi karibuni tunatarajia itoke moja kwa moja Tanzania kwenda Saudi Arabia.
na kwa sababu sisi watu wa utalii tunayo programu yetu tunaita Halali Tourism Program. Kwa tunahitaji vijana wetu pia wawe na hayo maarifa. Hata tour guys si haramu kama tulivyoelewa zamani. Tour guys ambao unajua Kiarabu vizuri na una misingi mizuri itatusaidia kabisa, na serikali itafanya wajibu wake. Wenye sifa zile zikitangazwa ajira wakiomba, na hakika kabisa tutafanikiwa. Hizi fursa tuzitumie. Watanzania ni sisi wenyewe, na hapa ndipo kwetu, hatuna pengine katu. Asikudanganye mtu yeyote. Kuna mtu siku moja sema yale alosema Sheikh Jongo hapa, si tutaenda wapi? Utaenda wapi? Popote wewe utakapokwenda nje ya Tanzania, wakati umezaliwa Tanzania, utakuwa mgeni huko. Hata ukikaa kule upewe permit uishi kule, utaishi kiugeni tu, huna uhuru, huna salama. Na siku moja zakatokea akina nani wale, sitaki kuwatajwa, akasema wale wenye asili ya wapi wote kwao. Kwani hajatokea hapa duniani? Tumsalie Mtume. Hajatokea duniani, wamefukuzwa watu. Sasa we asikudanganye mtu, wala usikubali kabisa kupelekwa katika hili. Naenda kumalizia, manake ukisema mengi mbele ya wanachuoni unaweza kuja ukosea. Mafanikio makubwa vijana wetu ambao mnasoma, mafanikio makubwa sana. Nani maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwenye lips zako, kwenye mdomo wako, zingatia mambo mawili makubwa. Moja, silence, nyamaza. Na Mtume ametuambia ukitaka kusema sema mazuri, kama huna nyamaza kimya, sio? Silent, nyamaza kimya. Unaponyamaza una avoid problem, unaepuka matatizo ambayo si ya msingi. Wewe fikiria mtu tukatoa maneno mabaya kwenye mitandao au wazi hivi, huyo wenzake ameonana nao, ameonana na wenzake kabisa. Lakini la pili, smile. Wewe kuwa na tabasamu tu. Ukitabasamu una solve problem. Pengine mtu alikusudia huyu mkorofi huyu, akikuona wewe unaenda kumsalimia vizuri, una tabasamu nzuri, yeye mwenyewe anatulia, yanaisha kabisa. Haya ni mambo ya kuzingatia sana. Nimalizie kwa kusema na kushukuru sana Mheshimiwa Zubeir, namshukuru sana Daktari Mwigulu Nchemba, tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuwa Waarabu wenyewe mnatuambia khairul kalam huwa makala madala. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukran Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii nchini Hamad Hassan Chande kwa kumwakilisha Waziri Mkuu. Shukran sana. Na kuomba Dr. Alhadi Sheikh Alhadi Musa uje unikaribishie Sheikh Muhammad Kigoda, kwa sababu jana tulikuwa na wewe kwenye mawanja mengi mambo ya amani. Basi tosa kidogo, akisha mkaribishe Sheikh Kigoda